Kama alipokwisha eleza hapo awali Richard Steven kwamba tutakuwa naye rais wa TASUBA, naye ni Derrick Rawlings, na tutazungumzia kuhusu vijana na sanaa. Na moja kwa moja, karibu sana. Asante sana. Karibu sana TBC2. Nimefurahi sana. Unajisikiaje kuwepo hapa TBC2 ambapo ndo vijana tunaeleza mambo yetu, vijana tunapata wakati wa kuweza kueleza yale yaliyopo moyoni? Kiukweli ni kwetu sisi ni baraka tunasema kwa vijana kupata nafasi ya kuzungumza na kupeana mambo muhimu kwa ajili ya vijana na mafanikio kiujumla. Na TBC2 umekuwa ni moja kati ya sehemu nzuri sana kwa sisi vijana, kwa hiyo tunawapongeza sana. Na usiku wa leo uko tayari kwa ajili ya kuwasemea vijana? Nipo tayari. Sawa, basi tuzungumzie nafasi ya sanaa ni ipi katika maisha ya kijana wa Kitanzania? Nafasi ya sanaa ina maslahi makubwa sana kwa kijana, kwa sababu kijana anahitaji bunifu mbalimbali ili aweze kujikwamua kiuchumi. Ndiyo. Kuna mambo mengi ambayo kijana anahitaji ili aweze kutoka kwenye maisha, anaitamani awe na kipato, lakini sasa sanaa ni kama imekuwa ni nyenzo nzuri sana ya kumfanya kijana aweze kufanikiwa kwa urahisi sana na kupata matukio mazuri katika mazingira yake binafsi ya kiuchumi, kiakili, lakini pia na kiutamaduni. Pengine swali la kiuchokozi au la kizushi, vijana wote wanaokuja pale TASUBA ni kwamba wana vipaji au vipaji vingine wanavikuta wakiwa hapo chuo? Swali zuri. Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo ni taasisi ya serikali na ni wakala wa serikali. Yeye yuko maalum kwa ajili ya kukuza, kutunza na kuhifadhi utamaduni wa Mtanzania. Kwa hiyo hata kama umetoka huko hauna ile hali ya kuwa na kipaji chochote, sanaa aina yoyote, taasisi ya Sanaa na Utamaduni ipo pale kulea. Kwa hiyo inakulea. Wengine wamekuja pale na sanaa mbalimbali, lakini wengine hawajaje na sanaa mbalimbali, lakini by the time wanakuwa mazingira yale, yani sanaa inakuvaa. Ukishakuwa kwa watu wa namna fulani, basi na wewe sanaa inakuvaa. Unajitengeneza kuwa kama watu hao. Pengine sanaa inahamasishaje vijana kudumisha amani, uzalendo na mshikamano? Inahamasisha kwa sababu mfano kupitia matamasha, mfano kuna matamasha mbalimbali, mfano pale Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo chini ya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, kuna matamasha makubwa ambayo yanafanyika pale. Na moja kati ya tamasha kubwa ambalo linafanyika kila mwaka linaitwa Bagamoyo Festival. Sasa lile linatuunganisha sisi vijana. Kwa hiyo inavyotuunganisha kupitia vipaji na vile sanaa ambazo tulizokuwa nazo, inatupa fursa ya kukutana kwenye hayo matamasha, lakini wakati mwingine pia muziki, na huyu anajua kupiga chombo hiki na yule anajua kupiga chombo hiki na mwingine ni mwanamuziki mzuri. Kwa hiyo inatuunganisha na inatujengea sisi upendo na kuwa na sanaa zilizokuwa bora zaidi, kwa maana ya kwamba mimi nina kitu na wewe una kitu, tukiunganisha tunapata kitu bora zaidi. Sawa kabisa. Pengine sanaa kwa namna yoyote vile inaweza ikazungumzia changamoto mbalimbali ambazo vijana wanapitia katika jamii, na kama na mifano hai tungependa kusikia. Mfano pale Taasisi ya Sanaa na Utamaduni sisi mimi nasimama kama mwanachuo, ni rais tu wa serikali ya wanachuo. Sasa sisi pale tunatamani to reflect maisha halisi ya tamaduni zetu ya Watanzania. Maana sisi tunataka ule urithi wa ile tamaduni sisi tuwe nao, tuwe moja kati ya vijana ambao tunairithi ile tamaduni na kuiendeleza na kuikuza pia na kuitunza. Sasa ziko changamoto ambazo tunakutana nazo tukiwa huku katika mazingira ya kwetu vijana. Sasa moja kati ya changamoto, mfano zinawezekana zikawa ni za kawaida, lakini fursa ya kipato, ya kupata sehemu ya kupata kipato ni changamoto kubwa sana. Lakini sasa kupitia mfano maigizo, filamu, na mashairi mbalimbali yanaweza yakamhamasisha kijana katika mazingira ya kuona kwamba anahitaji kufanya kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani, kutokana na mfano filamu zingine zinaeleza changamoto. Zinaeleza changamoto, na baada ya kueleza changamoto wakati wa mwisho unaanza kuona maridhiano.
kupitia filamu. Sasa ile inasaidia kwa upande wa kijana kuanza kuona kwamba ninaweza kutatua tatizo langu kupitia hivi. Lakini wakati mwingine hata muziki. Ukisikiliza sana muziki ya hip hop, muziki ya hip hop mara nyingi inazungumzia uhalisia wa maisha. Ndio. Na sana sana inazungumzia matatizo au changamoto. Kwa hiyo sisi inatusaidia sana. Pengine tumozungumzia changamoto, lakini kuna wale vijana ambao wanafanya mambo mengine, lakini sanaa zao hawajazipa kipaumbele. Je, unaweza kuambia nini vijana wanaotutazama muda huu kwamba wanawezaje kutumia sanaa zile kujijenga wao kama wao zaidi? Unajua bunifu binafsi ni mtaji mkubwa sana. Nitaweza kutoa mfano mmoja. Mimi ni by professional, ni master of ceremony. Mimi ni MC. Na nimasikia bezi fulani hivi. Sawa. Mimi ni MC, naitwa MC Ricklo. MC Ricklo. MC Ricklo ndio jina langu la kazi. Natumia hilo jina. Mimi ni MC, lakini mimi pia ninaimba. Naimba gospel na ni mwalimu mzuri sana wa vocal. Safi. Lakini mimi pia nina shoot film. Mimi ni director pia. Kwa umeamua kutoa vipaji vyako mbalimbali sanaa inaweza kukuweka katika engo nyingi. Ndio. Mradi uweze kujikwamua. Sasa mimi napenda kuambia tu vijana wenzangu kwamba katika namna yoyote ile hakikisha ile sanaa uliyokuwa nayo au kipaji unachokiona kama ni kidogo kiwekee nguvu katika kukazana kukikuza. Na ndio maana taasisi ya sanaa na utamaduni pale Bagamoyo tupo kwa ajili ya kutunza, kukuza na kuhifadhi ile sanaa na utamaduni ya Mtanzania. Kwa hiyo wajitahidi kujiona kwamba wao ni bora na kujipatia nafasi ya kukuza kile walichokuwa nacho. Saidia sana. Kama mlivyosikia vijana, nyie ni bora na mjaribu kutafuta nafasi zaidi za kukuza sanaa mbalimbali ambazo mnazo. Lakini swali la mwisho kwa serikali, lakini pia kwa taasisi zisizo za kiserikali, unadhani una jukumu gani katika kutatua changamoto za vijana au kuinua zaidi vijana? Kwa upande wa sanaa. Ndio. Kwa upande wa sanaa tunao rafiki zetu ambao tunashirikiana nao sana pale kwa kipindi fulani, wanaitwa Mfuko wa Taifa wa Utamaduni. Wao wanatusaidiaga kutupa mikopo watu wa sanaa. Sasa hili zoezi lingeboreshwa zaidi. Ninadhani lingeboreshwa zaidi ili ule utaratibu kila mmoja anayehitaji aweze kupata kwa urahisi. Kuna hiyo la kwanza. Lakini la pili, mimi nafikiria hii elimu ya sanaa na utamaduni ianze kufundishwa tangu shule ya msingi, shule za awali waanze kufundishwa. Kwa hiyo wakiwa vijana wanakuwa wakuwe nayo mpaka vioni ifundishwe. Lakini nadhani Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameliona hilo. Ameliona hilo na umeona juhudi tu hizi siku chache za nyuma hapa. Tumeanza kuona matukio makubwa sana kwenye upande wa vitu kama hivyo. Lakini mimi nilikuwa natamani pia waweke matamasha mbalimbali makubwa na madogo ya kuwaunganisha tu hawa watu wa sanaa. Lakini pia kitu cha mwisho ninatamani sana rafiki zetu BASATA na vyombo vingine vya habari kama TBC2 mnavyofanya. Ndio. Iwape fursa vijana katika zile kazi zao zile, wale watu wachanga kabisa wale. Basi wasapotiwe katika kuinuliwa katika zile kazi zao kwa gharama nafuu. Ikiwezekana zio zinaonyeshwa kwenye broadcast tofauti, lakini pia zipe paumbele. Sawa. Tunaamini serikali yetu ni sikivu na maoni ya vijana yanasikilizwa. Sawa. Basi kwa namba za simu, mitandao ya kijamii, kwa mtu ambaye anataka kufahamu zaidi kuhusu sanaa au anataka kujiunga na chuo cha sanaa cha TASUBA ili aweze kuikuza sanaa yake, basi naomba utupe namba yako ya simu pamoja na mitandao ya kijamii ili kijana mwenzetu aweze kusaidika. Sawa. Sasa tuna website pale TASUBA. Kwa hiyo anaweza akaingia tu kwenye website, akiingia tu kwenye Google au anatumia Safari, wanatumia iPhone, ukiingia pale unaweza ukaandika tu TASUBA, then watakuletea pale taarifa zote kuhusiana na TASUBA. Lakini kwa upande wa mimi binafsi kama rais wa serikali ya wanachuo nitaweza kuwapokea pia. Na namba zangu ni 0742 66 50 70. 0742 66 50 70.
lakini pia mimi ni MC. MC Ricklo. Kwa hiyo kwa yule ambaye atakuwa ana kazi anataka mshereheshaji itakuwa ni rahisi sana pia kunipata. MC Ricklo ndio majina yangu. Sawa sawa, asante sana MC Ricklo ama Derrick Lawrence ambaye tulikuwa naye hapa. Tumepata wakati mzuri sana kuzungumza kuhusu vijana na sanaa. Na hapo tunaweka nukta kwenye mahojiano. Tupate mapumziko mafupi na tukirejea tutaungana naye Ishaka Nyamihasi ambaye atatupitisha katika michezo kitaifa na kimataifa. Mimi ni Teresa Mbulumi.